Si kawaida kwa timu kubwa kama Yanga kupata sare mara tatu baada ya Azam FC kutoka suluhu uwanja Benjamin Mkapa, wakaenda kutoka suluhu tena na TRA United Shamri Abedi Arusha, wanatoka suluhu tena. Djigui Diarra amekasirika kweli kweli. Walter Harrison, meneja wa Yanga, na kwenda kumwambia tulia, hii ni football. Hata hivyo Emmanuel Samuel, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB katika kikao chake cha Machi 26, 2026 ilipitia mwenendo na matokeo mbalimbali ya ligi kuu na kufanya maamuzi yafuatayo. Na mchezaji Djigui Diarra amekumbwa na matukio mawili katika mchezo wao wa Mtibwa Sugar dhidi ya Young Africans, na mchezaji wa Young Africans huyu Djigui Diarra amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, mara baada ya mchezo huo kutamatika kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Pia mchezaji wa Young Africans goalkeeper huyu Djigui Diarra ametozwa faini ya milioni 2 kwa kosa la kuonesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Hivyo goalkeeper huyu wa Young Africans atazikosa mechi tatu katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania Bara. Hiyo imekuja baada ya saa 72 kukaa kikao chake na kupitia mienendo mbalimbali wa ligi kuu Tanzania Bara na kukumbwa na makosa mawili. Kosa la kwanza la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo kutamatika dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo uliomalizika kwa goli 1-1 sare hii tasa ambayo ilikwenda kuzalishwa pale. Na mara baada ya hapo pia kakumbwa na kosa jingine la kuonesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani. Hii ni Brown Media, endelea kuwa pamoja na channel hii, like, subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Si kawaida kwa timu kubwa kama Yanga kupata sare mara tatu baada ya Azam FC kutoka suluhu uwanja Benjamin Mkapa, wakaenda kutoka suluhu tena na TRA United Shamri Abedi Arusha, wanatoka suluhu tena. Djigui Diarra amekasirika kweli kweli. Walter Harrison, meneja wa Yanga, na kwenda kumwambia tulia, hii ni football. Hata hivyo Emmanuel Samuel